Funika macho yako tu. Irima saka. Ni uweza wa Bwana. Nguvu za Mungu zimejaa katika nyumba hii. Uwepo wa Bwana uko mahali hapa. Uwepo wa Bwana huko mahali hapa. Karibu Yesu. Karibu kwa mama huyu, karibu kwa binti huyu, karibu kwa baba huyu, karibu kwa vijana hawa. Karibu uwe wao. Karibu uwe wetu mahali hapa. Karibu keti pamoja nasi. Karibu katika meza uliotuandalia. Karibu Yesu. Ukutane na kila mmoja aliyoko mahali hapa. Ukutane na hitaji la kila mmoja aliyoko mahali hapa. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Kutana na machozi ya mwanamke huyu. Kutana na kilio cha baba huyu. Kutana na haja za mioyo yao. Kutana nao kila mmoja kwa namna yake, mfalme wa amani. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, siwapungukie bali neema yako iwe pamoja nao. Nguvu zako ziwe mahali hapa na mkono wako uwe pamoja nao. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Baba, ukapate kujiinua wewe na ukapate kujidhihirisha katikati ya watoto wako. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pigie tena Yesu makofi. Ongeza tena makofi kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Amen. Ninaomba uketi katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme na wewe kidogo kwa habari ya chakula cha Bwana, na baadaye najua tutakwenda kuomba pia na sadaka zetu za fungu la 10. Lakini nilikuwa namuomba sana Mungu kwa habari ya chakula hiki, na unataka mwezi huu tufanye nini? Tunaposogea mbele ya madhabahu yako kukutolea sadaka, tunaposogea mbele ya madhabahu yako kupokea sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Sababu tunaposhiriki mwili na damu ya Yesu, ni yeye amejitoa kuwa sadaka kwetu. Sisi tunapokea sadaka. Na tunapompa sehemu ya 10 ya vile ambavyo ametubarikia, na sisi tunapeleka sadaka kwenye madhabahu yake. Na nitazungumza kidogo na wewe ambao unaandika, unaweza ukaandika mipaka ya kifamilia. Mipaka ya kifamilia. Kitabu kile cha Waefeso mlango ule wa 1 mstari ule wa 7. Waefeso mlango ule wa 1 mstari ule wa 7. Katika jina la Yesu aliye hai ni kutangulia kusoma. Anasema, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Sema, kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Sema tena, kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Anasema, msamaha wa dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Biblia anapozungumza anasema katika yeye huyo Kristo na kwa damu yake. Biblia inasema tunao ukombozi wa kwetu. Maana yake kama kuna ukombozi wetu, ujue kuna mahali ambako tulikamatwa, kuna mahali ambako tulishikiliwa. Anayekombolewa ni yule aliyefungwa.
Anayekombolewa ni yule aliyetekwa. Anayekombolewa ni yule ambaye yupo kwenye mateso. Anayekombolewa ni yule ambaye yuko kwenye vizuizi na magereza mbalimbali, ndiye ambaye anahitaji ukombozi. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia inasema katika yeye Yesu Kristo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Na mimi leo nataka tushughulike na mipaka ya kifamilia, kwa sababu kuna watu wanaishi maisha ya mateso. Kuna watu wanaishi maisha ya kutokuendelea. Kuna watu wanafanya kazi kama punda, lakini matokeo yake ni madogo kuliko maelezo. Na kuna mtu mwingine ni chawa tu, kazi yake ni kusifia watu tu, lakini maisha yake yanaenda taratibu, wala hana shida aina yoyote. Ni kwa sababu ya mipaka ya kifamilia. Mwambie jirani yako, mipaka ya kifamilia. Kuna watu mnaishi maisha ya mateso ambayo Mungu hakuwa na huo mpango wa wewe kuishi maisha hayo. Kuna watu mnatafuta namna ya kupenya. Kuna namna unataka Mungu akusaidie ufike mahali fulani, lakini hauwezi kufika. Hujawahi kuona kwenye familia, ziko familia ambazo wao ni ndoa. Kila anayeingia kwenye ndoa anakutana na ndoa ya mateso. Ziko familia ambayo huwezi kuolewa ukafia huko, lazima uachike. Ziko familia ambazo, yani ndani ya familia, niliwaambia siku moja hapa, haiwezekani kuwe ndani ya familia hakuna hata mmoja ambaye Mungu amemuinua. Kwenye genealogy hicho kitu kwenye mbingu hakipo. Kuna watu kwenye familia wao wanasafa na magonjwa tu. Akipona baba, mama anapokea. Akipona mama, shangazi anapokea. Akipona shangazi, mtoto anapokea. Akipona mtoto, babu anapokea. Akipona huyu anapokea. Na leo ni mwisho katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Siku moja nikiwa Tabora, nilikutana na mzee mmoja wa miaka 56. Na nilikuwa nafundisha mambo ya mipaka ya kifamilia na mipaka ya ukoo, na namna gani ambavyo mipaka hii watu wengi wanashindwa kuvuka, watu wengi wanashindwa kwenda kwenye hatima. Watu wengi wanakufa kabla hawajazalisha kile ambacho Mungu alitegemea wakizalishe. Kwa kwenye makaburi kuna miili iliyolala makaburini, lakini Mungu alibebesha neema kubwa kabisa, lakini hawakuwahi kuifikia hiyo neema. Wewe utakufa bila kutimiza lile ambalo Bwana amekutuma katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Yule mzee Tabora alinifuata. Wakati ananifuata, machozi yakawa yanamtoka. Akanambia, mwanangu, umenikumbusha kitu cha muda mrefu sana. Na akanambia, unaponiona mimi hapa, tulizaliwa ndugu 11, lakini mimi peke yangu ndo nimebaki kwenye familia. Nikamwambia, upande wa baba zako wakubwa? Akasema, na upande wa baba wakubwa wote walishakufa na watoto wao. Yaani kwenye nyumba, alinitajia jina la babu yake, alikuwa anaitwa Yohana. Kwenye nyumba ya babu yetu Yohana ni mimi peke yangu nimebaki na mke wangu na watoto. Nikamuuliza, mzee, shida ni nini? Akaniambia, kwetu sisi ulikuwa hakuna aliyevuka miaka 45. Yaani kwenye hiyo familia watoto wa kiume hakuna anayefikisha miaka 45. Wote walikuwa wanakufa. Nikamwambia wa kike? Akasema wa kike na wenyewe walikuwa wanaolewa, hakuna ambaye hajawahi kuolewa kwetu. Wote walikuwa wanaolewa, lakini walikuwa wanaachika. Kila unapofika mwaka wa 35 kwenye ndoa walikuwa wanaachika. Sasa fikiria, amebaki yeye mwenyewe. Kwa hiyo nikamwambia wa kike wapo? Akasema na wenyewe pia walishakufa. Wao walivuka 45 lakini walishakufa. Kwa hiyo ananiambia, nilivyo hapa mimi nimebaki mwenyewe kwenye nyumba ya mzee Yohana. Nikamwambia okay, ashukuriwe Mungu, kama una miaka 56 wewe umevuka. Akanambia, nimevuka lakini kwa mateso makubwa, kwa shida kubwa.
Akaniambia nilipofikisha miaka 26 nilikwenda kwenye mkutano wa Injili, nikaamua kuokoka. Nikampa Yesu maisha yangu. Na kuanzia wakati huo nilianza kudili na damu ya Yesu. Nilianza kuitafuta damu ya Yesu na kupita kwenye kaburi moja baada ya lingine na kumimina damu ya Yesu. Nikaishi nikiwa najua damu ya Yesu pekee ndio inaweza kunitoa hapa. Kama wanakufa na miaka 45, mimi naishi katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo akaniambia niliishi maisha hayo ya kuitia damu ya Yesu kila iitwapo leo kwenye ardhi ya kwetu. Ananiambia, mwanangu, wakati unafundisha kuna kitu kimenikumbusha kitu cha ajabu sana. Anasema siku moja usiku nikiwa nimelala, kabla sijafikisha miaka 45, niliuona mwanga mkubwa sana umeingia chumbani. Na sauti iliyotoka ikaniambia neno la ajabu sana. Ikaniambia, mnaishi hivyo kwa sababu ya kosa alilolifanya mzee Yohana. Na mimi anasema yule ni babu yangu. Nikauliza kwenye ile sauti na ule mwanga, mzee Yohana alikosa kitu gani? Akasema, utajiri mlio nao haukutoka kwangu bali umetoka kwa Ibilisi. Alafu ile sauti ikaondoka. Yule mzee ananiambia babu yake alikuwa mtu maarufu, maana alikuwa ni tajiri aswa. Tajiri aswa, Mnyamwezi ambaye alikuwa ana mali. Anasema babu alikuwa na ng'ombe zisizohesabika. Babu alikuwa na matrekta yasiyohesabika. Anasema sisi wajukuu na watoto hatukusoma kwa sababu kazi ilikuwa ni ng'ombe za babu. Mali za babu zilikuwa zihesabiki. Anasema baada ya hapo ilibidi niende kuchunguza kwenye familia na kuuliza watu wanaojua. Kumbe babu yake alipewa utajiri. Alikwenda kwa mganga. Alivyokwenda kwa mganga akautaka utajiri. Alivyoutaka utajiri, mganga akamwambia, unataka kuwa tajiri zaidi ya nani? Akamtaja mtu ambaye alikuwa tajiri pale, alikuwa Mwarabu wakati huo hapo. Akasema nataka kuwa tajiri zaidi ya fulani. Akaulizwa mara ngapi? Akasema mara 45 ya utajiri wa yule jamaa. Mganga akamwambia kama ni mara 45, kila inapofika 45 tutadai sadaka kwako. Hakujua ni sadaka gani. Akakubali. Akafanyiwa tambiko, akawa tajiri kweli, mkubwa kweli. Lakini ile namba 45 aliyoisema, hakuna mtoto, hakuna mjukuu, hakuna mzao kwenye familia yake aliyekuwa anakatiza hiyo namba 45. Kila wanapokitafuta namba 45, sadaka inatolewa kwenye familia, wanakufa. Hasa ukijiuliza hawa waliokufa wengine hawajui. Lakini kumbe kwenye familia kulikuwa kuna mipaka ya nguvu za giza ambayo familia ilisaini hiyo mipaka, na wao wanajaribu kuvuka, wajui ya kwamba kuna eneo ambalo hawatakiwi kuvuka, wao wanakufa. Ashukuriwe Mungu, huyo alipookoka damu ya Yesu ilimsaidia akavuka. Ndio ambayo tutaishiriki leo, ikusaidie katika jina la Yesu aliye hai. Sikiliza nikwambie, kama kwenye familia yenu huwa hawajengi, wewe utavuka huo mpaka katika jina la Yesu aliye hai. Kama kwenye familia ndoa zinavunjika, ya kwako haitavunjika katika jina la Yesu aliye hai. Kama hawasomi, basi wa kwako wakasome katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna vitu vingine, unajua watu wengi tunaudharau ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni dhahiri. Biblia inasema ni ulimwengu dhahiri. Kuna vitu vingine huwezi kuvuka kama hujaamua kupambana na mipaka. Siku moja niko mahali na mtu fulani akaniuliza swali gumu sana. Ni mtumishi mwenzangu. Akaniambia, Makundi, wewe unapita mahali pazuri. Nikamuuliza kwa nini napita mahali pazuri? Akaniambia, utumishi wako na maisha yako ni tofauti na mimi. Nikamwambia tofauti ni nini? Sote tunamtumikia Mungu aliye hai. Mungu ni yule yule. Tofauti ni nini? Akasema, hujui tu ninapopita mahali pagumu. Hujui tu. Ikabidi nikae na yule mchungaji na kuzungumza naye sana. Alinieleza mambo magumu yasiyostahili kuwepo kwenye nyumba ya mtumishi.
Ananieleza, ananiambia ni uwezi amini. Unajua mimi nilikaa naye kwa sababu nilikuwa namshangaa. Kila mwaka alikuwa ananiomba kanzu. Kila mwaka unapofika ananiomba kanzu. Na alipokuwa ananiomba kanzu, namwambia basi ngoja nikufanyie mpango huko uliko, kama kuna sehemu kuna fundi nipe gharama nilipe. Akasema hapana, naitaka ya kwako. Na basi nipe vipimo nikupimia. Nasema kama kweli unataka nimtumikie Mungu, nipe kanzu yako uliotumia mwaka uliopita. Kwa mimi nilichokuwa nafanya, naiombea ile kanzu, nampa. Naombea kanzu, nampa. Kumbe alipokuwa anachukua ile kanzu, anaenda na yeye anaivaa, anamwambia Mungu, mbona watumishi wengine wanafanya huduma zinakwenda? Mimi Mungu, kuna kitu gani ambacho kinanizuia mimi nisiende? Mbona hawa wengine wanasogea hatua? Nikamuuliza kwa habari ya maisha ya familia ya kwao. Nikamuuliza, akaniambia kwetu hakuna hata mmoja alishawahi kujenga nyumba ya tofali. Yaani familia yao, anasema nimehesabu mababu na mababu na mababu, hakuna hata mmoja aliyewahi kujenga nyumba ya tofali. Anasema kwenye maisha yangu ya utumishi, sehemu zote ninazopangwa na baba askofu, ninapangwa misioni, maeneo ambayo hamna nyumba ya tofali. Hakuna nyumba ya tofali. Anasema alipangwa usharika mmoja, akaamua kujenga nyumba ya usharika ya mtumishi ya tofali. Anasema sikuamini kilichonitokea. Kwa hiyo akipangwa, anapoenda kule akikuta nyumba ya mchungaji ni nyumba ya tope, ni nyumba ya nyasi, ndo nyumba ya mchungaji. Kila anapopangwa ni huko. Anasema nilipopewa mahali pengine nikaamua kujenga. Anasema mchungaji, kwenye kitu ambacho kinaniuma kuliko vitu vyote, ile nyumba siku imekamilika, ambako nimemuita askofu aje aizindue nyumba, ili kesho yake na mimi na watoto wangu at least waonje ladha ya nyumba ya matofali, wakae nao kwenye nyumba iliyotengenezwa na matofali ya bloku. Askofu alipokuja kuongoza ibada pale, alikuja na mchungaji mwingine kwenye gari la dayosisi na vitanda vyake na kila kitu chake, yani mchungaji mwingine. Kwa hiyo amemaliza kufungua nyumba, akanishukuru, akawashukuru na washarika, akasema sasa mchungaji, nimewaletea mchungaji mwingine, mchungaji ameshafanya kazi, ninampeleka kwenye kituo kingine. Yani wamemaliza, anajua leo inafunguliwa, kesho unihamie. Ndo siku hiyo mwingine amekuja kuripoti, na ndo siku ya kufungua nyumba. Nikamuuliza sasa ilikuweje? Akasema ilikuweje nini? Gari iliyomleta ndio hiyo ilitakiwa inipakie, iliyokuja na vitu vyake inipakie hiyo gari kunipeleka sehemu nyingine. Mama Luiza anafahamu, yeye ni mchungaji, mama mchungaji wa muda mrefu. Zamani ulikuwa gari linalokuja, yani mchungaji ukihamishwa, kuna gari linalomleta mwenzako, ndio unapakia vitu vyako unaondoka nalo. Anaondoka nalo. Kwa hiyo nikamwambia sasa hivi unaishi kwenye nyumba gani? Anasema naishi kwenye nyumba ya udongo. Naishi kwenye nyumba ya udongo. Lakini ni mchungaji. Ni mchungaji, ni mtumishi wa Mungu. Nikamwambia kwa hiyo maana yake kwenu hamjawahi kufanya hichi kitu? Akaniambia hakuna, alishawahi kufanya hichi kitu. Ameokoka, anampenda Yesu, anamtumikia Mungu, lakini nguvu za kifamilia, vifungo na mipaka ya kifamilia, kwao hakuna kujenga nyumba ya tofali. Hakuna kujenga nyumba ya tofali. Unaweza kana huko kanisani, lakini angalia, kuna mahali mnaishiaga kwenye familia yenu, kuna mahali mnaishiaga. Kuna level ya kuishi. Yaani kuna mtu huko hapa kwenye familia yenu, chuo kikuu unasomaga tu ukipita pale Mwenge. Yaani kwenye familia hakuna alishawahi kukanyaga chuo kikuu. Kuna mtu huko hapa kwenye familia yenu, hakuna alishawahi kufanya biashara akafanikiwa. Kuna mtu huko hapa kwenye familia yenu, kufuatilia, kuna vitu ambavyo vinazuia. Na mimi namshukuru sana Mungu. Aliponiuliza mimi nikamwambia jibu ni moja tu, ni mipaka ya kifamilia. Kuna mahali kwenye familia unahitaji kutoka, unahitaji damu ya Yesu ikutoe. Na nikamwambia mimi unaweza kuona utumishi wangu huko hivi, lakini kuna mahali ambako Yesu alinificha muda mrefu sana. Sio kama nilishai kuambia hapa. Mimi baba yangu, mimi nimezaliwa na mama mwanafunzi. Mwambie jirani yako mwanafunzi. Mimi nimezaliwa na mwanafunzi. Mama yangu alikuwa darasa la 6.
Lakini sikujua kama ni mpango wa Mungu ulikuwepo hapo. Kwa babangu akiwa na miaka 22 akampa mama ujauzito. Wakati huo Mrema ni mkali kama pilipili. Ikabidi baba akimbizwe na kaka yake. Akakimbilia Turiani, Morogoro kwa ndugu yake. Huyu mwenye mabasi ya BM, Blasto. Akaenda kufichwa huko Morogoro, Turiani. Sasa anatafutwa na serikali miaka hiyo sasa mpaka wajua kufuata. Sasa hivi wanakupata tu. Ukiwasha simu tu wameshakuskani, wameshajua uko wapi. Kwa amejificha huko. Mama amehangaika na mimba yake, mwanafunzi wa darasa la 6 mpaka nimezaliwa. Sasa nimezaliwa niko kwa upande wa bibi mza mama. Upande wa baba hawajanipata, upande wa bibi mza mama hawajanipata. Sasa upande wa bibi mza mama kila wakifanya matambiko na maagano yao wanasema hii ni damu ya kina Makundi, haifai kufanyiwa huku kwetu. Kwa hiyo wanasema huyu mtoto wa watu waje wamchukue nini wenyewe, kama wanamchinjia na mamila yao wakamchinjie kwa wapi, huko kwa kina Makundi. Baba anakuja kuniona niko darasa la 4. Ndo anakuja kutokea huku sijafanyiwa matambiko, akanichukua akanipeleka sasa kwetu kwa kina Makundi. Amenifikisha siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, wanapanga namna ya kuja kunifanyia sasa na kunifanyia ibada na matambiko niingizwe kwenye familia. Nilikuwa mkorofi kidogo, nikatoroka nyumbani. Nikaenda kuishi maisha uchokoraa. Nikawa chokoraa, mtoto wa mtaani, mtoto wa mastendi, mtoto wa mtaani, kila mahali. Wakanitafuta zaidi ya miaka 3. Hawanipati. Zaidi ya miaka 3. Kwenye familia mababu wamekufa, hawajui. Yaani mimi sijui. Kama kuna misiba, kuna nini, sina habari nao. Wametafuta na kutafuta. Siku nakuja kupatikana, wokovu umeshaingia nyumbani, matambiko hamna tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi ni mtoto pekee ambaye sikuwahi kuchinjiwa wala kufanyiwa matambiko ya aina yoyote. Sio upande wa baba, sio upande wa mama. Kwa lugha nyingine, Mungu alinitenga ili nisije na mimi nikakamatwa na mipaka ya kifamilia na maagano ya kifamilia. Ndio maana leo niko hapa ili na wewe utoke huko katika jina la Yesu aliye hai. Hebu sema kwa jina la Yesu. Mpaka wowote, vizuizi vyovyote vilivyoko kwenye familia, nguvu yoyote inayonizuia nisisonge mbele, inayoasilisha maisha magumu, maisha ya mateso, maisha ya laana, leo ni mwisho. 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 Mungu uliye hai, chochote kile kilichopo kwenye familia niliyooa, niliyoolewa, kwenye familia yangu, kinachozuia baraka zangu, neema yangu, kibali changu, leo Mungu uliye hai, leo ni mwisho, ni mwisho kwa jina la Yesu. Sababu kuna vitu usipovishughulikia vitakuzuia. Mimi nafanya maombi na maombezi kila itwapo leo. Kuna mtu unamwombea, mapepo, manguvu ya giza yanakuuliza, Makundi unataka huyu atoke, muulize uko kwao ni nani alishai kufanikiwa. Wanakuuliza, unamwombea mtu anakuambia Makundi unataka huyu aolewe. Hembo muulize uko kwao ni nani alishai kuolewa. Unamwombea mtu Mungu fungua uchumi wake, anakuambia wewe unataka huyu mtu afanikiwe. Muulize uko kwao ni nani alishawahi kufanikiwa huko kwao. Hujawahi kwenda mahali unakuta kijiji kizima ni kama vile watu wanafanana. Kijiji kizima unaweza kupita mahali hakuna nyumba yenye bati hata moja. Unajiuliza hawa watu wana shida gani? Hawa watu wana shida gani? Nilikwenda kuzika huko Lushoto huko juu milimani huko. Nilishangaa sana. Jimbo sijui la Bumbuli huko, nilishangaa sana. Yaani kijiji kizima hakuna mtu mwenye umeme, na nguzo za umeme na nyaya za umeme ziko hapo na zimevuka zimekwenda sehemu nyingine. Nikawauliza, hivi ina maana tunaendesha ibada ya Jerita? Nikamuuliza mchungaji, hata kanisani mmeshindwa kuweka umeme? Akasema, utadhubutu kuweka umeme hapa? Fikiria ni kanisani mchungaji anakuambia utadhubutu kuweka umeme hapa.
Serikali imewapelekea umeme, upo. Umevuka hapo umeenda kijiji cha pili yake, wao wana umeme. Nikamwambia mchungaji, eka kanisani ili kanisa lifungue wengine. Anasema wewe hujui moto ulioko hapa. Wewe hujui moto, wewe fanya mambo yako tuachie. Sisi ndo tunajua ngoma tulionayo hapa. Akaniambia tulishawahi kuvuta, ananiambia sio kama hatuwahi kuvuta mchungaji. Tulishawahi kuweka umeme hapa kanisani. Lakini wakiweka nyaya, zile nyaya hazipitishi moto. Yaani umeme hautavuka. Utavuta umeme lakini kwako hautafika. Hautawaka. Sasa fikiria kama kanisa lenyewe linashindwa kuuwasha huo umeme. Nikamwambia leo una bahati mlishaondoa hizo nyaya. Kwa akafika mahali wakailaumu serikali, ondoeni na mawaya yenu. Nikamwambia leo ungewaka, nyumba ya mwenda wazimu kichaa angeingia leo. Nikamwambia shida mlitoa nyaya, mngeacha nyaya. Na nikamwambia vuta umeme. Vuta umeme kwa sababu kanisa likishindwa, nani anayeweza? Biblia inasema kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Kama kanisa lilishindwa kuwasha umeme, nani atakayewasha umeme kwenye kijiji? Ukijaribu tu kuwasha utaona cha moto. Mungu akusaidie katika jina la Yesu aliye hai. Mimi sijui unavuka wapi, lakini unaposhiriki, kuna watu mko hapa kwenye biashara zenu, mambo yameharibika kwenye biashara. Sio kwamba biashara imeharibika hivi hivi. Kuna nguvu iliyoko nyuma inayokuvuta. Wengine wanasema akifanikiwa huyu atatutia aibu. Kuna wengine mko hapa familia ndo zinawazuia. Yaani kuna mtu kwa hapa bibi yako ndo anakuzuia, babu yako ndo anakuzuia, shangazi yako ndo anakuzuia, mjomba wako ndo anakuzuia, babu zako ndo anakuzuia kwa sababu ukifanikiwa wewe tu utawatia aibu. Unataka ufanikiwe utoibishe kijijini? Unataka ufanikiwe ili uwe nani kwenye familia? Leo kwa damu yake kuna ukombozi wako. Mwambie jirani yako kuna ukombozi wa kwako. Ni wewe tu. Unaposhiriki kwa imani mwambie Yesu, nivushe kwenye mipaka ya kifamilia. Vusha watoto wangu kwenye mipaka ya kifamilia. Kama wengine hawasomi sio wa kwangu, wa kwangu watasoma. Kama wengine hawainuliwi sio wa kwangu, wa kwangu watainuliwa. Kama wengine wanakufa sio wa kwangu, wa kwangu wataishi. Kama wengine hawafanikiwi kwenye biashara sio wa kwangu wataishi. Kwa sababu wakati mwingine ni hiyo mipaka inayokuzuia. Hawataki usogee mbele. Wacha damu ya Yesu ikubebe leo katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi tunaelewana asubuhi ya leo? Kwa kuna vitu vingine wala usipende kumlaumu mtu. Kuna mtu mwingine unaweza kumlaumu, mbona wewe ufanikiwi? Mbona wewe uende? Kuna mipaka. Kuna sehemu haruhusiwi kuvuka. Kuna mahali kumewekwa nyaya za umeme unaambiwa usikatize hapa. Mbona wewe unapeleka mtoto shule na tuition na kuna mipaka. Wanasema huku kwao hawasomagi. Huku kwao hawaendelei. Huku kwao ndivyo walivyo. Huku kwao ndivyo walivyo. Wana mambo ya kwao, wana vitu vya kwao. Nimalizie tu, nimekumbuka wiki hii nikiwa mahali fulani nikakutana na mtumishi mmoja. Akanieleza yeye ni mtumishi wa Mungu wa kanisa fulani, ni mama. Tukazungumza. Akaniambia mchungaji, lakini ngoja nikwambie tu, wewe ni mtumishi. Mimi nateseka sana kwenye ndoa yangu. Nikamwambia ndoa imefanyaje mama? Akaniambia uwezi amini, mume wangu amemtongoza mdogo wangu. Nimemuonya sana na tabia hizo, lakini amefika mahali sasa amemtongoza mdogo wangu alioko nyumbani. Okay. Nikamwambia mdogo wako alikubali? Akasema alikubali. Anasema kilichoniuma ni kwamba niliona simu ya mdogo wangu, niko naye nyumbani kwangu, lakini simu ya mume wangu inaita kwa mdogo wangu. Ilipokatika alikuwa nje anafua, nikaamua kuichukua ile simu nikasoma message. Kidogo nimwambie umeataka mwenyewe. Anasema nikakutana na chati zao. Akasema hasira nilionayo nimemfukuza mdogo wangu, amerudi nyumbani.
Sasa anasema mdogo wangu alipofika nyumbani hajamueleza mama nini ni ambacho nimemfukuza. Na anasema lakini na mimi natamani nimwambie mama kwamba nimemrudisha huyu mdogo wangu kwa sababu 1 2 3 4 5. Lakini nikimwambia mama tu, moyo wake utapasuka. Nikamwambia wakwe zako hapo? Akasema wapo. Nikamwambia umejaribu? Akasema uwezi amini. Nilienda kumwambia mama mkwe hichi kitu. Nilipomfikishia mama mkwe wangu, akanambia mwanangu, huku kwao ndivyo walivyo. Hata baba yake alitembeaga na mdogo wangu. Yaani kesi ya nyani unaipeleka kwa ngedere. Akasema hata baba yake alitembeaga na nani? Na mdogo wangu. Akamwambia na kaka yake fulani, yule mtoto anayeitwa fulani ni wa kwake wa mke wake, yule wa fulani ni wa mdogo wake mke wake. Kwa hiyo mama mkwe akamtia moyo, akamwambia wewe ishi nao hivyo hivyo, huko kwao ndivyo nini? Ndivyo walivyo. Wewe unafikiri kinachowatesa jamii? Mimi nikamwambia hujafuatilia, nenda kafuatilia alafu utaniambia. Kaulize babu yao. Nikamwambia yule mama, nikamwambia wewe bwana, wewe nenda kafuatilie kaulize babu yao. Jana saa 4 asubuhi ananipigia na leo ananiambia ni mchungaji, uwezi amini. Babu yao kazaa na watoto 4 wa nyumba hii, nyumba moja. Ambia jirani yako, haya sasa. Kwenye hiyo familia kakizaliwa kingine ka kiume, kanapokuwa kakubwa, kanajikuta tu kanatamani kuzaa na shemegi yake. Kinachomsukuma ndani ni nini? Mwambie hiyo ni cheni iliyoko kwenye familia. Mwambie jirani yako ni cheni ya familia. Wewe leo utoke katika jina la Yesu aliye hai. Kama waliteseka wao, sio wewe, katika jina la Yesu aliye hai. Kama walizuiliwa wao. Maadamu uko kwenye madhabahu ya maachilio, uachiliwe katika jina la Yesu aliye hai. Uachiliwe na uende na baraka zako, na uende na uzima wako, na uende na afya yako, na biashara yako iachiliwe. Kama wanaogopa kuaibika, Yesu ataenda kukubeba na ukafanikiwe katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tukashiriki, lakini nuia ndani yako kwamba angalia kwenye familia ni wapi ambako wanakwama. Angalia kwenye familia ni wapi ambapo wanakwama. Leo nimeweka chakula cha Bwana kwa sababu Jumapili ijayo ni Pentekoste, ni kushuka kwa Roho Mtakatifu. Tutakuwa na maombi ya Roho Mtakatifu hapa Jumapili ijayo, na ukitoka hapo, damu ya Yesu na nguvu za Roho Mtakatifu zitakazokuwa ndani yako, unakwenda kama umeme katika jina la Yesu aliye hai. Watashangaa umevuka, wakijiuliza umevukeje, wakikutafuta wanauona moto wa Roho Mtakatifu ulioko ndani yako. Na Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaomba usimame. Nuru ya Roho